na Benki Kuu ya Tanzania. Na hawa wanaoongelea dhahabu sasa hivi hawajajua hata fedha ya kununua dhahabu ilitoka wapi, mpango ulianzia wapi. Lazima ufuatilie mienendo ya adui ili uweze kumzuia. Tukikosea, narudia tena, tukikosea, hizo ndio sheria za mapambano. Mkikosea lazima mshindwe. Adui sasa hivi anachokifanya, anataka kushika vijana na wamama. Hiyo ndio ajenda yake. Akishawashika, akishawapa pesa, ina maana akita maridhiano, wote watasema basi hamna shida, tumekusamehe. Hiyo ndo malengo yake. Na sasa hivi anatengeneza timu na kushawishi kwa mbinu zote za kifedha ili watu maarufu kama wakina Warioba na wengine wakae kwenye maridhiano. Tarehe 25 nafikiri tarehe 20 ngapi, tume inamaliza kufanya ujinga wao. Hii tume ya kipumbavu ndio inamaliza kufanya maigizo yao, wakabidhi. Wakishakabidhi, siku hiyo Mama Samia atatangaza kwamba kitakachofuata ni maridhiano. Na hayo maridhiano watachukua vile vyama vyao vya kipumbavu, vile vyama vyao vya project, watachukua na wakina Warioba kama atampata. Lakini najua kutokana tuliposoma Warioba kwa muda mrefu hapa, Warioba hawezi kukubali, na sisi tunamsii mzee wetu. Ni heri akubali kufa kwa heshima kuliko na upumbavu kama huo. Kwa vyovyote vile ni heri akubali kufa kuliko ni akubali kuingia kwenye kitu kama hicho. Kama hao wapumbavu walioingia kwenye tume na elimu yao yote na vyao vyao vyote, lakini wamekubali kutusaliti, kwa sababu tume ile ingia moja kwa moja na yenyewe imeshiriki kwenye mauaji, inafahamu ukweli, inajua kabisa muuaji ni nani, na muuaji alikiri mbele yao kwamba tuliwaua, walistahili ile adhabu. Ina maana muuaji wanamjua, lakini walikubali kukaa. Umeona? Wakakubali kufanya hiyo tume. Hiyo tume inakamilisha uchunguzi wake mwezi wa pili hapa. Baada ya hapo Mama Samia anakuja kufanya maridhiano. Hivyo basi, Gen Z bila kufuatilia mienendo ya adui ni kasheshe. Bila kufuatilia adui anaendelea kutupiga wapi, anakazania wapi, ni kasheshe. Tunatakiwa kila siku tuhakikishe tusimwache adui aendelee kufanya hayo anayofanya. Tuanze kutangaza vita rasmi. Kwanza mtaani kwenu, wamama wote wanaojipeleka kimbelembele kwenye mikutano ya CCM, kwenye mikutano sio umeambiwa kuna mikopo, muamak, kisha mnaelewa anachokisema, fanyeni yenu. Wajumbe wamekuwa wajinga wa kwanza kuambia kwamba nendeni kwenye vikao fulani fulani ambacho mnaitwa sehemu fulani, wanapita kule chini wanawaambia wamama nyumba hadi nyumba kwamba Mama Samia sasa hivi anataka kutoa pesa, nendeni kwenye vikao fulani. Wazuiliwe mara moja. Gen Z na kazi za kufanya, kazi zenyewe ndio hizo. Anaita hayo mafestival yao, IST sio manini, mafestival yote mnayojua. Fanyeni mambo kwenye hayo matukio, tuhakikishe kila kitu anachokifanya tunakirudisha nyuma, kwa sababu ana mipango mibaya sana tunakuelekea huko mbele, kwa spidi kubwa, kwa gharama kubwa, kwa pesa nyingi. Gen Z wote rudini kwenye line, kaeni kwenye maeneo yenu. Jamani, adui mnamuona, fanya unaloweza kwa sasa hivi. Usikubali kuona kijana yoyote anafanya masuala ya Mama Samia, usimuone mama yoyote anasema masuala ya mikopo. Msikubali. Kwenye maeneo yenu tayari mna taski za kufanya, wazuieni hao. Wale wajinga wa Yombodovya, sura zao zinajirudia kila siku. Kafanyeni mambo. Watu wataki kuendelea kuishi kwenye nchi yetu. Kafanyeni mambo. Yoyote yule anayeshiriki, kama una mama yako, una dada yako, una kaka yako ambaye anataka kuingia kwenye huu mkumbo wa fedha ambazo Mama Samia anataka kuzitoa, wote hao ma content creators, mnajua wanakoishi, mnajua ndugu zao, hata kuambia kazi ya kufanya. Kazi mnaijua, mnatakiwa mfanye nini? Hiyo kazi haikuhitaji hata mwe wawili. Hiyo kazi, nikwambie, mnajua maduka ya asili? Mnajua maduka ya asili? Kuna unaelewa? Ni unga, tafuta na mafuta. Umeelewa? Na karatasi tu. Wala haitaki kelele. Tafuta ka upepo tu. Kazi hiyo. Sikiza niambie, mna kazi ya kufanya. Kwanza kwa wamama wote wenye vimbelembele wazuiliwe kwanza muda huu, ambao wanakuja kuambia watu waende kwenye mikutano, sijui kuna mkutano sijui siku fulani. Mnawajua mitaani. Fuatilieni mtajua kwenye makundi ya wamama. Vijana, kama unamjua kuna kijana yoyote wa CCM, unajua anakoishi, umeelewa? Wajumbe wote pita, hakuna kusubiri. Tuko nje ya muda. Yaani the more tunakaa kimya hivi saizi, adui anatamba yuko hivi speedy. Jamani,
Hahitaji uwe wingi. Saa 9 10 inatosha, saa 8 usingizi unakuwaga ni mzuri. Usiite mtu jamani, au mpaka tuambie mfanye nini jamani, au mpaka tuambie mfanye nini. Unajua cha kufanya, utakuja kutubu wakati wa kukata roho. Wewe usiwaze sasa hizi unataka uvae roho ya ushetani, uvae roho ngumu. Hakuna kucheka na mtu. Tukiwachekea ndugu zangu tumekwisha. Navyoambia hivi, mikakati ni mikubwa sana kurudisha hali ya nchi kwenye hali yake. The more tunachelewa kumzuia, ndo the more tunafeli. Wakati tunaendelea kwenye mipango ile mingine mizuri ya kupambana na huyu adui, endeleeni kuwazuia huku chini. Wasisubutu, waogope kwenda. Waogope. Mmenielewa? Waogope kila sehemu. Muwinde mtu yoyote ambaye anataka kuingia kwenye michezo ya Masamia. Mdili naye wewe, subiri lilale tutaenda kukutana kuzimu huko. Usihitaji mtu, wewe mwenyewe binafsi tu mdogo mdogo ti black kama kawaida. Vunja umbo kama kawaida. Vunja umbo, vaa black huyo mdogo mdogo. Hakuna kumwonea mtu huruma. Yaani zikianza hizo yataacha mbele, yataogopa kwenda kwenye vikao vya CCM. Yataogopa kwenda kwenye hiyo mikopo. Hivi maofisi ya kata mpaka saa hizi yamekaa. Yaani mnayasubirisha nini hao ofisi ya kata? Mpaka tuambie nini yani? Shughuli za serikali hazitaki kuendelea. Shughuli za serikali zinaanzia huko chini. Hivi jenzi mnaokuja hapa mnakaa mko wangapi? 300. Kweli? Mnafanya nini? Mnafanya nini? Adui katulia, wanaendelea na mipango. Sisi tunataka turudi ground. Mipango hiyo haihitaji uwe na mtu yoyote. Ni wewe mwenyewe kwa ujasiri wako na utakuwa umefanya kitu. Unajua ukifanya hicho kitu hata wale kufa watakusamehe. Watasema kweli ulifanya kitu. Wewe unaanza oya. Kazi ianze haraka mno. Mkianza na hivyo vimama vya CCM, vijana, mijumbe, minini, hii yote anayoyafanya Masamia kwenda kwenye maridhiano yatasimama. Sijui hizi tume zitasimama. Alafu hizo hazihitaji kundi. Wewe unahitaji kundi. Wewe mwenyewe tu saa 8 9 muda mzuri kabisa watu wamelala. Fanya yako. Wewe usiogope, fanya yako, Mungu atakulipa. Nyie mjawahi kusikia jihad wao? Mjawahi? Unafanya kwa ajili ya Allah. Watu wanajitoa mwanga. Hata sisi Mungu atatusamehe, anajua tuna adui mbele yetu mbaya, sio mzuri. Kazuru watu wengi, kanyima haki za watu wengi sana kuishi. Na bado anaendelea kuzurumu watu, wamewatesa watu, wamekamata watu, wamewavunja miguu, wamekamata watu, wamewavunja miguu, wamewavunja kila kitu. Huyo hata ukiwafanya hao washirika wake potelea mbali. Potezeni wote. Hichi kizazi cha sisi kinatakiwa kianze kuisha. Sisi tunakiachaje yani kinaendelea kukaa? Kwa sababu wanaendelea kufanya ujinga. Kwa kushirikiana na kwenye jamii yetu wajumbe na wamama wote. Jenzi, amka saa 8 9 fanya yako. Tukianza hivyo hakuna cha tume, hakuna cha maliziano, hakuna kukata keki, hakuna kukaa bungeni, hakuna hivi. Mnajua kama nyumba za madiwani ziko kwetu mitaani kwetu na za wabunge. Okay, huko mnaweza mkaogopa ma CCTV kama hadi mijumbe, mama ya CCM, baba ya CCM. Si mnajua anapokaa. Wewe kawashi atajijua wenyewe watatokea madirishani wapi, mradi tu wakome, waache. Na chaji ofisi za CCM zinakaa, kata zinakaa. Yaani kwa nini yani? Hapo mnategemea hivi adui asiendelee kujipanga? Tarehe 25 26 hapa mwezi huu hapa wanakaa tena, ile tume inaleta maigizo yake yote, na hayo maigizo wanataka kwenda kujitetea kwenye ICC. Na wanaandaa watu kwa ajili ya kuja kufanyiwa uchunguzi na ICC. Yaani watawaandaa kama wahanga. Umeona? Alafu wanakuja kuandaa tume ya maridhiano. Ikishakuja kwenye maridhiano hapo ndio wanakuja kufunga mchezo. Wamemaliza, wamefuata sheria zote za kimataifa kwamba inapotokea michafuko inatakiwa ufanyike uchunguzi. Umeona? Usikishafanyika uchunguzi, kinachofuata inakuwa ni maridhiano. Na maridhiano inahusisha mashirika ya dini, inahusisha masuala ya vyama mbalimbali, inahusisha vyama vya siasa, wanawatengeneza hao watu wanaoaminika kwenye jamii. Na mchezo unakuwa unaishia hapo. Sasa basi kuelekea tume kukabidhi matokeo yao.
kuelekea kwenye maaliziano. Tusisubiri hilo. Sasa hivi CCM iko chini, inahangaika na watu wa chini kwa kiasi kikubwa sana. Watu wote wanaenda kushirikiana na hivyo vitu. Hakuna kuchukua hela ya muuaji, hakuna. Yoyote unayemwona anaongea kuna hela ya Samia, sio kuna hela ya nani, usimjibu, usimkunjie sura, tena mwambie na mimi nazitaka. Na mimi jamani kweli. Alafu naambia nyoko, wewe kesho uamki. Wewe mwenyewe. Umeelewa? Usiite mtu peke yako kapige hizo mission. Nawaambieni hivi, hakutakuwa na tume wala maliziano. Wito wangu kila mtu kasaizi arudi kwenye laini yake akae. Sisi wote hapa sio maraia. Kila mtu kabla ya yote, sikia niambie, tuna mipango yetu inakuwa inaendelea. Lakini kabla ya yote, adui lazima aanze kuzuiwa. Lazima tuzuie adui na miendo yake. Mwendo ndio huo. Nimekwambia hivi, usimwambie yoyote. Panga tu, kuna kijumba fulani, kuna kimama kina kimbelепele na CCM. Kuna mjumbe wangu pale. Kuna diwani, kuna nani, kuna kijana kimbelempele sana kwa Samia. Usiogope, upate dhambi hata kidogo. Unaelewa? Upate dhambi hata kidogo. Piga moto. Ndo hayo. Oya wanangu, kama mnaniruhusu dakika moja tu, nimewaamisi sana wanangu. Loveness, naomba chance. Nakupenda sana. Kwanza nimewaamisi, alafu pili nawasalimia Gen Z wote. Hakuna kukubali kushindwa. Hakuna kushindwa, hakuna kuogopa, hakuna kurudi nyuma Gen Z. Tunataka mwendo wa tarehe 29. Hakuna kupanga, hakuna kushauriana. Nunua petroli, nunua kibiriti, nunua bomu, nunua chochote, weka ndani. Ukikutana na askari peke yako chochoroni, malizana naye. Ikianguka gari ya polisi, msipige picha wala video, wamalizieni hapo hapo chini. Likianguka treni hapo hapo. Yani ukipata nafasi ya kumaliza, polisi ni maadui zetu, CCM adui zetu, Samia adui zetu, Kikwete adui yetu. Yani Gen Z hakuna kurudi nyuma. Gen Z mnakwenda kwenye mpira, mnarudia ushabiki wa Simba na Yanga, mnaisahau tarehe 29. Wallahi Gen Z, kama mtarudi nyuma, zile damu za ndugu zetu, zile damu tuliwaahidi, akifa mtu tunakanyaga tunakwenda mbele. Nyinyi leo mkirudi nyuma, hakuna Gen Z atakayebaki salama. Tuna deni Gen Z, tunadaiwa damu za ndugu zetu, lazima zilipwe. Lazima tuweke mikakati ya kuitoa serikali ya wauaji madarakani. Hawa ni wauaji, hawa ni maadui zetu. Mimi nimeunga mkono hoja huyu dada anataka kusema hapa. Hakuna kurudi nyuma. Hakuna kuogopa. Hakuna kulala. Tunaanza upya. Oya Gen Z mnafeli wanangu. Gen Z mnafeli wanangu kwa sababu mnarudi nyuma. Why? Kwa nini mnarudi nyuma? Nampa ushindi Samia, ona anavyofanya. Anawateka mmoja mmoja, anawaua mmoja mmoja. Ameanza kuuza nini sijui ya akiba, mimi sielewi. Maana sasa nitakata kusikiliza mambo ya serikali, yani ananiuma sana. Wanangu mnarudi nyuma. Wanangu mnalala wanangu. Wanangu mnawaangusha. Tunawaangusha marehemu wetu wa tarehe 29. Tunawasaliti. Kwa nini tunawasaliti? Kwa nini tunarudi nyuma? Hakuna kupanga siku ya maandamano. Maandamano hapo hapo ulipo unaandamana. Yani ukiipata chance tu ya sijui katibu mtendaji, sijui mama anashabikia sana CCM, anauza mandazi yake, unampita. Yani tunaanza mtaani. Nyumba ya polisi unaijua. Jamani, tusirudi nyuma. Kwa sababu tunavonyamaza hakupigwi matukio hata ya kimya kimya. Hawa wanazidi kujipanga, wanazidi kutufanya sisi wapumbavu. Kama sisi tumekubali matokeo, tumekubali kuuliwa, tumekubali kufirwa, tumekubali kutekwa, tumekubali kuning'inizwa, kufanyiwa ukatili. Tumekubali. Hapana, hatujakubali. Vijana mnalala. Gen Z mnalala. Hakuna. Kwa nini mnarudi nyuma? Mnaogopa. Yani mmekubali mmoja mmoja atekwa kafirwe. Mmekubali mmoja mmoja atekwa kauliwe. Mmekubali. Hakuna. Tunaanza mtaani. Tunaanza upya.
Oya, Marieta lazima iwepo, petroli. Kila Gen Z nyumbani kwake hakikisha ana lita 5 ya petroli. Mwendo ni ule ule. Ukipata nafasi kitu cha serikali, ukikipatia nafasi hapo hapo. Ukipata nafasi ya kumaliza polisi hapo hapo. Wameua ndugu zetu, nyumba za polisi zichomwe moto jamani. Yaani ukipata nafasi ya kuchoma moto nyumba ya polisi, chomeni moto. Choma moto ukipata nafasi. Polisi ni adui zetu. Polisi, narudia tena, polisi ni adui zetu. Wakiwa wanafuata amri, wametumwa, wamefanyaje, hawa ni maadui zetu. Msije mkakubali mnapatanishwa nyinyi Gen Z, mnapatanishwa na polisi nyinyi. Ni Gen Z, mmeona alichokifanya tarehe 29 au mmesahau? Wallahi mimi sijasahau. Na wala siwezi kusahau. Ni kitu ambacho kinajirudia kichwani kwangu. Ni kitu ambacho sitaweza kukisahau katika maisha yangu mpaka nakufa. Gen Z, tunaanza upya. Gen Z, tunaanza upya. Tunaanza upya, hakuna kushindwa, hakuna kuogopa, hakuna kurudi nyuma. Nyinyi washindi Gen Z, asikongopeni mtu. Mlishinda ile tarehe 29, mlishinda, ni silaha tu imetumika. Tena imetumika silaha mbaya, silaha za kivita, silaha za kuulia matembo huko. Lakini bila silaha Samia saizi angekuwa ameshaning'inizwa juu. Bila silaha hakuna Kikwete. Oya, Gen Z, hakuna kulala wanangu. Hakuna kushindwa. Hakuna kuogopa. Hapo hapo ulipo unaweza kufanya chochote. Usimshirikishe mtu. Fanya. Ukiweza kufanya kitu, fanya popote, fanya usiku, mchana, asubuhi, fanya. Na msitembee kisenge Gen Z. Mnaanza kutepeta, mnaanza kusikiliza muziki, mnaanza kutepeta, mnaanza mambo kushabikia Simba na Yanga. Mnalala gani nyinyi Gen Z? Mnashabikia Simba na Yanga. Wengine wamekatwa miguu, sijui wamepewa. Nyinyi mnaenda kutoa ushahidi. Mnaenda kutoa shahidi kwa hii timu. Mimi siamini hata ule alokatwa mguu kama ni kweli aliandamana tarehe 29. Miezi mitatu ndo kapona vile eti mguu uko vile. Ile ni michezo tu. Wale watu wanaokuja pale ile ni michezo tu. Wamepangwa. So kama wao wamewapanga watu, na sisi tunajipanga, kila mtu, kila Gen Z ana akili yake timamu. Weka kisasi katika moyo wako. Weka kisasi, weka chuki katika, msirudi nyuma. Huyu mama ni muuaji. Wekeni chuki katika moyo zetu. Chukieni mikutano yao, chukieni mipango yao, chukieni kila kitu cha umo, yani hata kwenye zilo mwendo kasi. Lazima kuwe na mikakati, na mikakati sio lazima isemwe hapa. Na mikakati sio lazima ipangiwe tarehe. Mikakati, weka chuki, weka kisasi, popote utakapopata chance unamaliza. Unafanya, unaandamana, unachoma, ukipata nafasi. Eti gari ya mimi imekasirika sana kuona ile video. Eti gari ya polisi imeanguka, watu hapa wamekaa hawasaidi. Wameanguka kwa chini ya uvungu, mnashindwa kutia petroli. Mnashindwa kuchoma moto gari ya polisi nyinyi, bado mnachukua video. Wasenge hao polisi wa Tanzania, wasenge. Mnachukua video. Wauaji wameua ndugu zetu, wameua watoto zetu. Oya, hakuna kushindwa, hakuna kulala, hakuna kuogopa. Tanganyika yetu inatusubiri, inatulilia ndugu zangu. Ndugu zangu, Tanganyika tumetekwa, ni maslave katika nchi, katika ardhi yetu. Tumekuwa watumwa. Hii wanaoitengeneza hawa Wazanzibari hatutakubali, tutalipiza. Mama, asante. Mjukuu karibu. Umeweka tena kikombe. Mjukuu karibu. Bye bye jamani, nawapenda sana. Nipo nikipata nafasi kama hivi tarudi upya, tarudi mwanzo, tutakesha, tutashinda hapa. Mimi naipenda sana nchi yangu.